Tatizo dogo sana. Hamna chochote kabisa. Tuna mikate mitano. Ya imeisha hiyo. Haleluya. Yes, hakukubali watu waondoke na njaa ya kiroho wala ya kimwili. Haleluya. Yes. Hataki Yesu upate shida za kiroho wala za kimwili. So umekuja hapa kanisani, shida zile za kiroho zile za kimwili lazima uziache hapa. Haleluya. Yes, ukienda kwa Yesu haurudi na shida yoyote, iwe ya kiroho au iwe ya kimwili. Haleluya. Naposema shida za kimwili namaanisha magonjwa, namaanisha umaskini, namaanisha huna kodi ya nyumba, namaanisha huna ada ya watoto, namaanisha hauelewi, namaanisha nini kingine? Vingine unavijua mwenyewe. Haleluya. Hizo zinaitwa shida za nini? Za kimwili. Okay? Za kiroho namaanisha unakabwa usiku. Sawa. Magonjwa yenyewe hayaeleweki hata hospitali. Kuna vitu vinakutembea. Haleluya. Hata ufanyeje duka lako haliuzi. Haleluya. Lakini namaanisha pia upendi kunywa pombe ila unajikuta umeenda tena. Kila siku nasema hii ya mwisho, hii ndio ya mwisho. Sasa hiyo ya mwisho itafika lini? Hiyo ni shida ya nini? Ya kiroho. Huwezi kuitatua kwa njia za kawaida. Yes, kila siku nasema yani huyu ndo mwanamke huyu ndio naoa sasa huyu. Wapi? Kesho tena mwingine. Kesho kutwa tena mwingine. Mtaa mzima hizo ni shida za kiroho. Sawa? Huwezi kuzitatua kwa njia nini? Hizo hazihitaji ushauri. Sawa? Mwingine alikuja na ofisini ananiambia, "Mchungaji, naomba unishauri." Naomba ufanyaje? Unishauri. Yaani nakunywa pombe. Mtaa mzima unajulikana mimi ndio cha pombe. Alafu hakuna msichana, hakuna mdada ambaye simjui, yani wote. Yani sipendi. Nimeshauriwa lakini sasa naona ushauri wako utanisaidia. Nikasema na mimi sikushauri, nakuombea. Wewe hauhitaji ushauri. Sawa? Kwa sababu hii ni shida ya nini? Ya kiroho. Kuonesha kama ni shida ya kiroho, anataka kuacha ila hawezi. Kwa sababu ni shida ya nini? Ya kiroho. Nikamwambia wanaokushauri wanakosea, wewe hauhitaji ushauri. Yani hapo ndo nikawa mchanganya. Sihitaji ushauri, nikasema hauhitaji ushauri wowote. Wewe unahitaji litolewe pepo. Litolewe nini? Pepo. Nikasema kwa sababu hapa nikianza kukushauri nitakuwa nalishauri pepo. Kwa sitapoteza muda wangu kwanza kushauriana na pepo. Pepo, unajua huyu kijana hapendi hizi pombe unazo. Sasa haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo whether ni shida ya kiroho au ni shida ya kimwili, madamu yupo Yesu hapa, hautaondoka nayo. Yes, hautaondoka nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine hajanielewa. Nimesema hivi, hautaondoka nayo. Wewe umeelewa? Hautafanya nini? Labda ujitahidi sana. Yani useme mchungaji amesema sitaondoka nayo, utaona. Yani nitafanya kila kinachowezekana. Sasa kuna wengine pia wako hivi. Yani wanajitahidi. Nilikuwa naongea na mtumishi mmoja nikamwambia, kwa haya Mungu alionionyesha, aliyofanya, ninahitaji nguvu kubwa sana kutokumwamini. Nahitaji nguvu kutokufanyaje? Yani kuamini sasa kimekuwa rahisi kuliko kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Eti unahitaji nguvu kubwa sana kuamini kwamba wewe ni mwanamke. Si tunaweza kukushawishi hadi kesho afu tusifanikiwe. Unahitaji nguvu kubwa sana. Haleluya. So nachotaka niseme tu ni kwamba haya matatizo yote Mungu hapendi yaendelee kupatikana kwako. Mungu hafanyeje? Hapendi. Ni kitu ambacho ni kigumu kwa watu wengi, lakini huo ndio ukweli kwamba Mungu hapendi unavyopitia wewe matatizo. Ndio maana alipofika kwenye kaburi la Lazaro alilia. Alifanya nini? Alifanya nini? Watu wanafikiri Yesu akienda msibani anacheka. Analia.
kwa sababu hapendi kifo cha ujanani, hafurahii, hapendi unavyonyanyaswa na mwenye nyumba, hapendi. Sawa, anasikitika hata kuliko wewe. Sasa unasema anasikitika wakati fedha na dhahabu ni mali yake, si anipe? Unacho cha kuchukulia hata akisema akupe? Haleluya. Kuna siku moja mdogo wangu alikuwa kule nyumbani, akanipigia simu na shida na hela hivi na hivi na hivi. Nikamwambia, "Hii simu yako inapokea hela?" Akasema, "Hapana." Sasa sasa nitakusaidiaje? Kwa nini hapo sina namba ya siri? Sasa sina namba. Kwa hiyo simu haifanyaje? Haipokei. Sasa nitakusaidiaje? Yaani nimekuhurumia na hili jambo limefanya nini? Limenigusa. Na sio kwamba sina hela, nazo. Yaani hata kama siweza kufanya mambo mengi, lakini kukutoa kwenye hiyo shida naweza. Ila sasa simu yako inapokea hela? Muulize mwenza, simu yako inapokea hela? Haleluya. Mwambie unaijua namba ya siri ya wakutumie? Haleluya. Amen. Namba ya siri inaitwa imani. Amen. Namba ya siri inaitwa nini? Imani. Namba ya siri inaitwa nini? Imani. Muulize mwenzio, unaijua namba ya siri? Pengine amesha kutumia, angalia salio. Sawa. Pengine ameshafanyaje? Angalia nini? Sasa kuangalia salio lazima wewe unaijua namba ya nini? Sawa. Mpaka hapa hauna uhakika Mungu ameshakubariki au hajakubariki kwa sababu huijui namba ya nini? Nikisema angalia salio kama je, baraka zishafika au bado? Namba ya siri? Basi. Haleluya. Imani ni namba ya nini? Ya siri. Sawa. Ukishajua namba ya siri unampigia Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, angalia hili tumbo limekuwa likinitesa kuanzia leo, na katama mwivi ya tumbo katika jina la Yesu wa Nazareti. Achilia uponyaji wako Bwana. Amen. Yesu anatuma uponyaji. Haya, namba ya siri. Namba ya siri sasa. Amen. Amna. Kwa unabaki tu Yesu niponye zamani sana. Nitumie basi hizo hela kitambo sana. Nishatuma muda ule ule. Tatizo hauna namba ya siri. Vanessa asifiwe sana. So watoto wa Mungu wengi hawana namba ya siri. Sina uhakika kwamba tangia uanze kumuomba Mungu hajakupa. Sina uhakika. Huyo Mungu ana matatizo gani? Akupendi? Sasa upendo wake ndio upi? Upendo wa maneno tu? Hauna matendo? Wa nini sasa upendo kama huo? Hata wa maneno, hayo maneno uliyasikia? Maana hata hayo maneno wewe uyasikie kwamba Yesu anakuambia nakupenda, lazima uwe na namba ya siri. Ili ufungue password ndio uone message kwamba kuna message imeingia hapa. Haleluya. Amen. Wanasema hivi. Watu wanasema wanaacha kukemea dhambi, wanahubiri. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kitu ambacho hujajua. Watu wote kama 99% wanaotenda dhambi, tatizo hawana namba ya siri. Wewe una hela zako kabisa unaziona hizi hapa kwenye simu na namba ya siri unayo. Unaenda kuiba chakula cha mtu? Sio kuna cha kwako. Yeah. Ila usipokuwa na namba ya siri utakufa njaa. Sasa Mungu mwenyewe atanishangaa. Haleluya. Amen. Unapoona mtu anaiba ni kwa sababu hana imani kwamba Bwana anaweza kumbariki na yeye pia. Na ndio maana anafanya nini? Naiba. Kwa badala ya kusema acha wizi, mpe namba ya siri. Unapoona mtu anamendea mme wa mtu ni kwa sababu hana imani kwamba Bwana anaweza kumpa wakwa kwake. Kwa badala ya kumwambia acha waume za watu, mpe namba ya siri. Akadraw mme wake mwenyewe. Yes.
Unaelewa vizuri? Haleluya. Hana namba ya siri huyo, sio kama anapenda kukaa pale. Hana namba ya siri. Mtumishi, hawa mafisadi mnaoshika nao hawana namba ya siri. Wewe walete tu wapate namba ya siri, uone kama wanaenda tena. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzio pata namba ya siri. Pata namba ya siri. Imani ndiyo namba ya siri. Sawa? Imani namba ya siri. Ukiwa na namba ya siri, kazi imeisha. Nakumbuka siku moja wakati tuko chuo, tukawa hela imefanyaje? Imeingia. Jamaa ana kadi ila amesahau nini? Kukopa. Sawa? Kwa sababu hana namba ya siri. Ikabidi aende pale Exim Bank pale Mlimani City. Anze kujieleza, unajua, akasema basi, okay, umesahau namba ya siri. Kadi yako hii. Basi sign hapa. Sawa? Sign hapa ili tuone tunakusaidia. Akasign tena, akasign sign nyingine tena. Sawa? Jamani, ndio mimi mwenyewe, si sura yangu hiyo. Sasa sura ni yenyewe, ila hii sahihi sio. Kadi sio. Tunakuaminije? Mwambie mzee, utaaminikeje wakati una namba ya siri? Haleluya. So somo la imani sasa linakuwa ni miongoni mwa masomo ya muhimu sana. Sasa nikasema ukiacha somo la upendo katika Ukristo, la imani ndio linalofuatia. Ukiacha somo la nini? La upendo la muhimu zaidi, kwa tukubali, lakini linalofuatia ni la nini? Imani. Kwa sababu bila imani utakuwa na hela account ila utaishi kama huna hela account. Bila imani utakuwa na gari lako lipo hapa lina heng katika ulimwengu wa roho, ila utatembea kwa miguu mpaka kucha za mbele zote zitang'oka, kwa sababu huna namba ya siri ya kuweza kuchukua gari lako. Sio kama unajua kwamba yule jirani aliyenunua gari sio lake. Linatokaje geti hili kuja geti hili wakati namba ya siri uijui? Haleluya. Haleluya. Leo nataka tuijue namba ya siri. Namba ya siri. Soma Marko 11. Imani ni namba ya siri, ndio kichwa cha somo leo. Imani ni namba ya siri. Marko 11 mstari wa 23. Yes. Marko 11 mstari wa 23. Yeah, welcome. Yep. Mimi nawaambia, yote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Okay. Yatakuwa? Yatakuwa? Yeah. Okay. Aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yatakuwa yake. So lengo letu wote sisi ni kufikia pale kwenye neno yatakuwa yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kitu tunachotaka, kwamba badala ya kuendelea kumendea vya watu, upate vya kwako. Ufikie ile hatua yatakuwa yake. Nyumba itakuwa yake. Mke atakuwa wake. Mume atakuwa wake. Sawa? Ndio tunataka tufikie pale yatakuwa yake. So twende taratibu sasa, tuiangalie hii safari ya kutoka huko ulikokuwa kufikia kwenye yatakuwa yake. Kutoka kwenye kuwa mpangaji kwenda kuwa nyumba imekuwa ya nani? Yeah. Sawa? Kutoka kwenye kumendea vya watu kufikia vimekuwa vya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii safari Yesu ameieleza vizuri sana katika huu mstari, na hii safari inatuonesha namba ya siri. Mstari mmoja huu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Namba moja akasema amini amini nawaambia. Amini ziko ngapi? Amin amin nawaambia, yani ni kweli tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona Yesu amesema amin, maana yake huo ni ukweli, yani anasisitiza. Lakini akisema amin amin, yani kwa lugha ya leo tungesema haki ya Mungu. Ingekuwa kule kwetu tulikuwa tunafanya na hivi. Yani nakwambia kweli, amin amin nawaambieni. Hii sentensi inayofuata sasa muisikilize vizuri sana. Amin amini nawaambieni, waziri yoyote atakayewaambia mlima huu, ndio alisema hivyo. Msomi yoyote atakayewaambia mlima huu, ndio alisema hivyo. Alisemaje? Mtu yoyote. Alisemaje? Mtu yoyote. Bwana, au sijasikia vizuri? Hata sisi? Yes. Watu kama mimi? Yes. Na mimi naweza? Yes. Acha bwana. Amin amin, yani unajua kwa nini alianza na amin amin? Alijua kuna wengine watasema hili sio langu. Amin amin nawaambieni, yeyote. Hakusema wasomi, hakusema warembo. Labda shetani amefanikiwa kushawishi kwamba wewe sio mrembo huwezi kuolewa. Yesu hakusema warembo. Alisema yeyote. Haleluya. Yeyote. Unajua ninachopenda, neno la Mungu linafundisha kitu kinaitwa kanuni. Sema kanuni. Kanuni ina tabia hii. Kanuni huwa haichagui mtu. Okay? No, ukipanda muhindi ukaumwagilia unaota hata kama wewe ni mweusi. Alafu muhindi utatoka mweupe. Hata kama hujasoma ukipanda muhindi ukaumwagilia unafanyaje? Sio, unaelewa? Kwa sababu swala la muhindi kuota ni kanuni ambayo inataka pawe na joto, pawe na maji. Sawa? Unaota. Jumana akasema yeyote, sio watu fulani. Wewe nikae vizuri hapa. Kuna watu ambao shetani amefanikiwa kuwaambia kwamba wewe haumo miongoni mwa yeyote. Unajua tumewekaje? Kwamba amini amini nawaambieni, msomi yeyote. Yaani tumeweka kitu pale. Lakini Yesu akusema hivyo, alisema yeyote. Yeyote inamaanisha mimi. Mwambie mwenzio yeyote inamaanisha mimi. Yoyote inamaanisha mimi. Yoyote inamaanisha mimi. Inamaanisha mimi. Ambaye sina vigezo. Amen. Haleluya. Sasa akasema hivi, atakaye uambia mlima huu. Mlima huu. Achana na milima ya watu, koma na wako huu. Haleluya. Atakayeambia mlima, sio milima ile, ile achana naye. Huu kwanza, huu hapa unaonizuia huu. Haleluya. Amen. Yeyote atakayewaambia mlima huu, ondoka hapa ukatupwe wapi? Baharini. Wait. Yeyote atakayemwambia Mungu ondoa mlima huu, ndio ilivyosema. Shakosea kanuni. Unaanza kusema muhindi haujaota kwa sababu mimi mweusi. Wala muhindi haujui wewe ni mweusi. Kwanza hauna hata macho. Muhindi haujaota kwa sababu hujamwagia maji. Muhindi hauna upendeleo. Yeyote atakaye uambia mlima huu, ondoka hapa. Kwa hiyo namba moja ni yeyote. Lakini namba mbili, atakaye uambia mlima, sio atakayeongelea milima. Tatizo lako unaongea kuhusu milima badala ya kuiambia. Hapo mwingine nishampoteza.
Hajasema yeyote atakayeanza kuongelea milima. Jamani, nina shida mimi na matatizo, nikafukuzwa na mume wangu, nikafukuzwa na nyumba niliyopanga, nilifukuzwa na ile. Unaongelea milima au unaongea na milima? Sawa. Hajasema atakayeleta story kuhusu milima. Amesema atakayeongea na milima, kwamba ewe mlima, ondoka hapa uende huko. Tuko pamoja? Wewe unaelewa vizuri? Sio atakayeongelea milima, wacha umbea. Atakayeuambia mlima. Sawa? Atakayeuambia mlima, sio atakayeongelea, sio atakayemwambia Mungu kuhusu mlima. Hapo hajaongea habari ya kumwambia Mungu, hey, Mungu magonjwa haya yamenizidi. Ushachemka mpaka hapo. Mpaka hapo ushafanyaje? Hajasema yeyote atakayemwambia Mungu habari za milima. Mungu anaijua milima vizuri sana, yeye ndo aliyeiumba. Wewe ndo hujui. Mungu, daktari amesema baada ya miezi mitatu. Unamsimulia nini naye alikoepo? Wakati yule mwenye nyumba anakunyanyasa, Yesu naye alikuwepo, alimuona anavyokunyanyasa. So Yesu hahitaji uanze kumsimulia habari za mwenye nyumba. Amina. Wakati unanyanyaswa pale kazini, si unapigwa, si unafanyaje? Alikuwepo. Kwa hiyo sio kitu cha kwanza kumsimulia kwamba habari za jioni ya leo. Yesu, taarifa ya habari unaanza kumsomea Yesu. Muhtasari. Alikuwepo. Hahitaji muhtasari. Anakusubiri wewe ufuate nini? Kanuni. Kanuni inasemaje? Uiambie milima. Nilipenda mtumishi wa Mungu moja pale Nigeria, alisikia kwamba kuna kikao cha wachawi watakuja kukaa, akajitangaza kabisa kwenye TV. Umeona? Yeye naye akaenda kwenye TV akasema hicho kikao cha wachawi hakitakuwepo, nimeahirisha. Sasa yule mkuu wa wachawi akaenda kwenye TV akasema hata Mungu hawezi kuahirisha hicho kikao. Jamaa akaenda kujibu naye. Nilipenda jibu lake, alisema hivi, Mungu aendelee na kazi zake, ninatosha mimi kuahirisha hicho kikao. Haleluya. Mungu aendelee na nini? Mimi ninatosha kuahirisha hicho kikao. Yeyote, sema yeyote. Yeyote. Yeyote atakayeuambia mlima huu, sio yeye Mungu, angalia kumekuwa na kikao cha wachawi, nimesikia leo saa 2 usiku. What? Wewe ndo unasikia saa 2, mimi nisikia tangia wanaanza mipango. Mimi ndo nikusimulie wewe. Amina. Wacha kumsimulia Yesu shida zako. Sawa? Amen. Anazijua kuliko wewe. Haleluya. Amen. Wewe nyoka na mlima, mwambie wewe ndio size yangu. Haleluya. Amen. Ondoka hapa uende kule. Ondoka, sikutaki nyumbani kwangu, sitaki magomvi nyumbani kwangu, sitaki. Uiambie milima kwamba wewe hapa marufuku. Haleluya. Amen. Tumemaliza ya kwanza. Mwingine mtu bado hajaelewa kuiambia milima, anataka akamwambie Mungu, Mungu angalia milima hii imekuwa mingi. Utachoka bure. Waga natoa mfano, siku moja nilikuwa mlimani kule. Awamu nyingine nilienda. Nipokuwa pale, nimekaa. Nimelala ile asubuhi, nikasikia mtu anaomba. Amelala pembeni yangu ikanaomba. Mungu angalia ili tumbo limekuwa likiniuma sana. Nakuomba sana. Ninaposhuka mlima huu, nishuke na haya maumivu ya tumbo. Nikasema oho. Haponi huyu. Haponi. Haponi. Kwa sababu gani? Ashavunja nini?
Kanuni hajasema yote atakayemwambia Mungu angalia hii milima ya matumboni humu. Saa ngapi? Kanuni nasema auambie nini? Yeye anamwambia Yesu kuhusu nini? Kasema ashachemka. Baadaye nikamfuata nikamwambia pole, nisikie unalalamika tumbo inakuuma. Na mimi naweza kukusaidia mimi. Okay? Nilipokuwa naenda kumwombea, kwanza kumwambia Yesu angalia mtumishi wako anateseka. What? Tutakesha. Baadaye alikuwa ameshakaa zaidi ya mwezi mlimani akimwambia Yesu kuhusu nini? Milima. Baadaye akaongea na nini? Okay. Nilipofika nikaiambia, enyi milima, ondoka kwenye hili tumbo. Enyi magonjwa, mikono ya kichawi, ondoka kwenye hili tumbo. Nikamwambia umeshafunguliwa. Ndio, nikasema ndio. Haleluya. Amen. Yes, lakini ni atakayewaambia nini? Sio atakayeongea kuhusu milima. Kama unakuja kuongea kuhusu milima uje utupe ushuhuda. Nilikuwa mgonjwa, sasa nimepona. Ila kweli ilikuwa linapita. Yes. Kanisa, niombe, matatizo yamezidi, nakaribia na kufa. Haya. Ndio kuvunja kanuni. Nawaambia tatizo na wenyewe ni wavunja kanuni. Kipofu anamuongoza kipofu kwenda wapi? Okay. Wala asione shaka wapi? Moyoni. Asione shaka wapi? Moyoni mwake. Asione shaka wapi? Moyoni mwake. Mama, umesikia? Amezungumzia shaka isiwepo wapi? Kwa maneno mengine, shaka ni ruksa. Sema ni ruksa. Shaka ni ruksa ikipatikana sehemu nyingine. Ila chunga sana shaka isipatikane wapi? Moyoni mwako. Shaka ikishapatikana moyoni mwako, basi tena. Haleluya. Wale wajawazito huwa wanaambiwa kwamba kuna dawa haruhusiwi kutumia, zikiwemo dawa za vidonda vya tumbo. Sawa? Haruhusiwi kunywa zile dawa kwa sababu zile dawa zikipatikana tumboni mwake zinaua mtoto. Sio mbaya ile dawa ukaichukua ukaipaka hapa usoni kwa bahati mbaya. Hamna shida kwa sababu imepatikana hapa, sio tumboni. Umeelewa? Ile dawa ikipatikana tumboni mwako imeua mtoto. Ila ikipatikana kwenye begi lako, no problem. Unaelewa? Cha msingi isipatikane wapi? Moyoni mwako. Ile shaka isipatikane moyoni mwako. Ikipatikana kwenye begi lako, hamna shida. Changamoto ni pale ambapo umeambiwa hii dawa inaharibu mimba. Wewe unaitoa kwenye begi, unasema isipatikane kwenye begi langu, unakunywa tena. Umesahau kwamba isipatikane tumboni mwako. Ikiwa kwenye begi hamna shida, kama umeweka akiba nakuja kuuma siku za mbele nitakunywa. Sawa? Ila kwa sasa wakati una mtoto hairuhusiwi. Si unategemea Mungu afanye muujiza upate mtoto? Basi shaka isipatikane wapi? Haleluya. Kwa sababu shaka inaweza kukaa sehemu nyingine yoyote, lakini nayo pia huwa inapenda kukaa wapi? Moyoni. Hata anasema hivi, bali aamini. Afanyeje? Aamini. Kwa hiyo hapa kuna imani na hapa kuna shaka. Sawa? Hivi vyote huwa vinapenda kukaa maeneo yako mawili. Kuna kichwani, alafu kuna wapi? Moyoni. Sawa? Sasa imani ikipatikana moyoni. Hebu nisomee Warumi 10:10. Warumi 10:10.
Maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa nini mtu huamini? Kwa moyo. Sawa? Kwa moyo mtu huamini hata kupata nini? Haki. Inatosha? Simenelewa? Kwa moyo, sema kwa moyo. Haki inapoongelewa hata wenzetu wa mahakama tutakubaliana kwamba ukisikia haki huwa tunaongelea umiliki. Kwamba hiki kiwanja ni haki ya nani? Tunakuwa tunaongelea anayekimiliki ni nani. Ili uweze kumiliki vitu vya kimungu, anasema kwamba imani inatakiwa ipatikane wapi? Moyoni. Haleluya. Yes. Imani ipatikane wapi? Moyo. Imani ikipatikana moyoni, hii ni haki yako. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa ukishaamini unapata nini? Haki. Haki ni umiliki katika ulimwengu wa roho. Kwa maneno mengine tunasema kwamba imani ni kama pesa. Okay? Hiki hapa, hii notebook hapa haikuwa yangu. Nilipofika dukani nikatoa pesa. Nilipotoa pesa ikawa haki yangu. Umeelewa? So imani na yenyewe ni kama pesa ambayo inahalalisha kitu kiwe cha kwako. Lakini imani hii inatakiwa ipatikane wapi? Moyoni. Okay? Sasa nataka nieleze kidogo kwa sababu ya muda, lakini kwamba hii imani ikiwa moyoni na imani ikiwa kichwani. Sawa? Imani ikiwa moyoni na imani ikiwa kichwani. Kwa nini nataka kusema hivi? Kwa sababu iko hivi. Shida itakuja hapa. Au kwamba kwa nini Yesu alisema asione shaka moyoni mwake? Kwa sababu shida itakuja hapa. Akili yako ni ndogo sana kuweza kuzijua njia za Mungu. Umesemaje? Ndogo sana kuweza kuzijua njia za Mungu. Sawa? Kwa hiyo utakapotaka kutumia akili kuzijua njia za Mungu, utafeli. Utajikuta umeingia kwenye mashaka. Au niseme kwamba hakuna siku ambayo akili yako itamuelewa Mungu anachokisema, kwa sababu huyu ni bikira, alafu malaika wa Bwana anamwambia, tazama utachukua mimba, utazaa mtoto wa kiume na jina lake utamuita Yesu. Tumeenda mbali sana mpaka kwenye jina. Mariamu akamwambia sijui mume. Yaani unaongelea habari za majina kote huko. Sina hata mume. Wewe unaongelea habari mtoto utamuita fulani. Hata mume mwenyewe sina. Tumeelewa? Sasa Mariamu alichokuwa anajaribu, alikuwa anajaribu kumuelewa Mungu kwa kutumia nini? Akili. Alikuwa anajaribu kumwamini Mungu kwa kichwa chake badala ya kumwamini kwa moyo wake. Malaika akamwambia hatuongelei habari za mwanaume, tunaongelea habari za Roho Mtakatifu. Atakuja juu yako, atakukalia kama kivuli. Sio habari za mwanaume. Sasa tunaongelea habari za nani? Roho Mtakatifu. Akija juu yako, akakaa juu yako kama kivuli. Kuna kitu kinazaliwa. Okay? Maria mwenyewe anaona hata nikiendelea kumuuliza maswali sitaelewa. Cha msingi ni kufanyaje? Ni kuamini tu. Kwa sababu hiyo sentensi eti amejibu swali hapo malaika. Hajajibu swali. Ameulizwa kwamba litakuwaje neno hili maana sijui mume. Hajajibu swali. Angemwambia kwamba unaenda kuolewa siku za hivi? Jibu sasa lililotoka. Roho wa Mungu atakujilia. Watu wengi tu wamejiliwa na Roho wa Mungu, hawajai kuzaa hata siku. Kwani Mariamu ndo alikuwa kwanza kujiliwa na Roho wa Mungu? Hujasikia kwamba walikuwepo wakina Debora, wakina Esther, walikuwa na Roho wa Mungu? Waliwahi kuzaa wakiwa mabikira? Kwa swali halijajibiwa bado. Hata la kwako halitajibiwa. Mwambie mwenzi hata la kwako halitajibiwa. Mungu anapokuambia unapata mpenyo, unabarikiwa mwaka huu, unavuka mwaka huu, kivipi? Halitajibiwa.
Kwa sababu hiyo, kivipi unataka kumwamini Mungu kwa kichwa badala ya kumwamini Mungu kwa moyo wako? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sala anaambiwa mwakani majira kama haya utakuwa umekumbatia mtoto. Nasema watu wakisha shiba tena ndio anaanza kuongea kauli kama hizi. Sio kushiba, mwakani utakumbatia mtoto. Hizo mwakani zimepita ngapi tangia nimeolewa? Ndio swali linalofuata. Ila hayo maswali yote yanatoka wapi? Kichwani. Ndio maana Yesu akasema hivi, achana na kichwa chako, cha msingi moyo wako. Usiwe na nini? Na mashaka. Kwa sababu hakuna siku ambayo kichwa chako kitamuelewa nani? Mungu. Hebu nisome Isaya 55. Isaya 55 mstari wa 9. Isaya 55 mstari wa 9. Ehe. Ehe. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Wow. Kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Na mawazo yangu kuliko na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo wewe huwezi kukaa na Mungu mkaanza kudiscuss jinsi ambavyo utapata mimba wakati wewe ni bikira, kwa sababu hata akijaribu kukueleza huwezi kuelewa. Kwa sababu mawazo yake, akili zake ziko juu kama vile mbingu ilivyo mbali na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unachopaswa kufanya ni kufanyaje? Ni kuamini, kusema ndio Bwana. Amina. Petro akaambiwaje? Tweka nyavu kilindini. Anaambiwaje? Angalia, akili zikamjibu Yesu. Zikamwambia, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Ni pointi ya msingi kabisa. Ila inatoka wapi? Na Yesu anatoa wapi? Haleluya. Amen. Yesu hakuwa anaongea na akili ya Petro. Alikuwa anataka Petro amsikie kwa moyo. Lakini Petro alikuwa mjanja, alisikia kwa vyote viwili. Alisikia kwa akili, afa akasikia na kwa moyo. Sasa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Afu moyo ukaje ukajibu, lakini kwa neno lako. Kwa neno lako nitazifusha nyavu. Kwa maana kwamba akili yangu haijaelewa, lakini sitajali imeelewa au haijaelewa. Amina. Anachokisema ni kwamba akili yangu bado ina mashaka, lakini lile neno lilisema mashaka yasipatikane wapi? Moyoni, sio wapi? Kwa hiyo huko akilini achana na haya hapa kuyatoa, nitapata shida kwa sababu ya akili zako na zangu biko tofauti mno. Hakuna namna ambavyo hizi nazo zitaelewa. Cha msingi ni kuchukua nyavu na kuzipeleka wapi? Amen. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzio una namba ya siri. Mungu hata akikutumia hela, una namba ya siri sasa. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wala asione shaka moyoni mwake. Eneo ambalo halitakiwi kuona shaka ni wapi? Moyoni mwako. Hakuna siku ambayo hautakuwa na mashaka kichwani mwako. Ngoja nikwambie kitu kimoja uwazi kabisa. Ukiona hauna mashaka kichwani mwako, hujamsikia Mungu. Mwingine hajaelewa. Yaani ukiona Mungu ameongea maneno rahisi ambayo hadi akili yako imeelewa, sio yeye. Sio yeye. Yeye akija, alikuja kwa Musa. Musa anamlilia, sasa wana wa Israeli wamefika pale bahari ya shamba. Mungu akamwambia, unakumbuka alichowaambia? Aliwaambia hivi,
waambie wana wa Israeli waendelee mbele. What is that? Waambie wana wa Israeli wafanyeje? Waendelee mbele. Naongea kitu gani hicho? Akamwambia tena, unanililia mimi vya nini? Kwa nini unanililia mimi? Haya mambo niwaambia shughulikeni na milima, sikwambia mnililie mimi. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Sasa wanaendeleaje mbele na hapa kuna bahari? Sasa ukiona umepata vitu kama hivyo, ujue sasa huko unaongea na nani? Na Mungu. Amen. Ila ukiona eti kama hapa anakuambia endelea mbele, hamna Mungu bado sijamsikia. Mungu hawezi kuongea vitu rahisi kama hivyo. Haleluya. Mungu akikwambia, hata akikwambia kitu rahisi, usidhani kitakuwa kirahisi hivyo. Ushtuke kabisa kwamba hapa kuna changamoto. Nakumbuka wakati niko form 6. Mungu akaniambia utafaulu chuo kikuu, utaenda huko Pwani. Katuko Mbeya. Sasa kwa kawaida Mungu akiongea akifanyaje? Hata kama unaona ni rahisi, ujue sio rahisi. Sio rahisi. Itahitaji password. Itahitaji wewe na namba ya siri ndio ifungue ile pin. Lazima itagoma. Amen. Matokeo yalipotoka yule jamaa kuna rafiki yangu mmoja akakosea akanipigia simu. Bwana pole sana bwana, lakini ujue mambo ya Mungu ni mengi, mipango ya Mungu ni mingi, kwa hiyo unaelewa paka hapo bwana yake nini? Maki umefe? Lakini Mungu jana usiku kaniambiaje? Umefaulu chuo kikuu na unaenda kusoma wapi? That is God. Wewe ndio nani? Mungu. Mungu hawezi kuongea umepona wakati na wewe mwenyewe unajua umepona. Mungu anapokuambia umepona simama uende, ni pale ambapo yaani hata namna ya kurusha mguu haipo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sasa mimi nikawa na ugomvi na Mungu. Nikamwambia wewe uliniambia utafaulu. Akaniambia kwani nimesema umefeli? Yaani hapo ndo ananikwaza. Kwa sababu mimi nimeambiwa kabisa matokeo yametoka, jamaa kanipigia kwamba hali ni mbaya. Nikajifungia ndani, yani sielewi. Namwambia Bwana neno lako ni la kweli, anasema kabisa ni la kweli. Bwana ukisema ndivyo ilivyo, nasema ndivyo ilivyo. Anza kujiandaa unaenda chuo. Yaani ananichanganya, nidhani kwamba atasema sasa bahati mbaya imetokea. Hanaga hizo. Hizo huji kuzisikia kwake. Basi bwana nikajifungia ndani kama wiki 2 mle, yani watu wanakuja kunitia moyo, kijana maisha. Mimi nasema mimi siogopi kufeli. Ila sasa ile kauli ya Bwana na hawa siwezi kuambia, sababu hiyo ilikuwa ni siri ya mimi na Mungu. Mimi siogopi kufeli, fresh tu. Watu kwani wangapi wanafeli? Lakini ile kauli aliyokuja kuniambia, aliniambia vya nini wakati anajua sifaulu? Basi bwana nimekaa kama wiki 2 hivi. Nikakubali kwamba Mungu achana naye. Nimeshafeli, achana naye. Mungu nikaangalia matokeo afu nijue najipangaje kama naenda diploma au narudia mtihani. Nikaenda pale bwana. Nifika pale namwambia nikataja, akaniambia taja namba, nikataja namba. Akasema umeshajaza, umesha apply chuo? Akasema chuo gani? Wewe muda unaenda, jaza chuo haraka, nafasi zinaisha. Akasema unaongea vitu gani? Akasema kwani wewe mkwambia umepata ngapi? Ngambia mimi nishafeli. Akasema hapana, checks. Akanionyesha. Kumbe jamaa alikosea kusoma. Hata kuniua yule jamaa. Alikosea kusoma matokeo yangu bwana. Alafu kanilaza ndani wiki hizi. Haleluya. Lakini mimi nikaelewa ndio sababu ya Mungu kuja kuniambia. Umeelewa? Yes, yani nachotaka nikuonyesha ni kwamba Mungu haongei na akili zako. Mungu anaongea na moyo wako. Ukitaka kuchelewa, endelea kumsikiliza Mungu kwa akili zako. Mungu ana mambo ya ajabu. Siku moja wakati Mungu ameniita kwenye huduma, niko napita tu hivi. Napita naenda kununua vitu sokoni. Niko mdogo sana, niko mwaka wa 2 chuo. Mungu akaniambia simama hapo ulipo, nikasimama. Akaniambia angalia juu. Angalia juu, nikaona gorofa refu, akaniambia unapaona pale juu ya gorofa pale? Akasema ndio. Akaniambia pale ndio uje ufungue kanisa. Pale. What?
Mimi mwanachuo nafungua kanisa, atakuja kusali nani? Mimi hela hizo ndazipata hapo gorofa, wakinichinja huko juu huko. Kwa gorofa unapanda eti unaenda juu kule, unambia nimekuja. Hizo hela kwanza ndapata wapi? Sio nielewa. But huyo ndio Mungu anaongeaga hivi. Ukiona vitu ni virahisi, huyo sio nani? Sio Mungu. Mungu aongee vitu rahisi hata siku. Kwa nini vinaonekana vigumu? Vinaonekana vigumu kwa sababu unajaribu kuvisikiliza kwa akili ambazo ziko chini kama mbingu na nchi vilivyo mbali. Haleluya. Amen. So nikatii kufungua kanisa, lakini sio kwenye ile gorofa. Maana ile gorofa nitaanzia wapi? Gharama yake nitaweza. Nikaenda nikafungua kituo cha kwanza wakanifukuza, nikafungua kituo cha pili wakanifukuza, nikafungua cha tatu wakanifukuza. Kote nakoenda wananifukuza. Baadaye nikasema, hebu ngoja niende kwenye lile. Na pandisha juu natetemeka kwamba huko ndakutana na vitu gani huko? Ukumbuke sisi ni watu wa mikoani. Hapa Dar es Salaam tulikuwa atupachukuli kama nyie mliozaliwa hapa. Sawa? Sisi tunaogopa, si wanachinja watu, yaani tunaogopa. Kwa hiyo nikapandisha kule juu. Kapandisha kule juu nikakuta jitu moja kubwa nene. Mbia karibu, unasemaje? Nikasema nilikuwa nauliza kama hili eneo tunaweza tukapanga kwa ajili ya kufanya ibada kanisani. Akasema hamna shida. Unakuja lini? Yaani rahisi namna hiyo. Nikamwambia hiyo ni Jumamosi, nikamwambia kesho. Akasema hamna tatizo. Akaniambia nikishaongea na wewe kuna mwingine tena nitakuja kuongea naye. Akasema hapana, nikishaongea na mimi ndio basi. Akasema sawa. Nikaanza kushuka. Nikashuka hatua 3 4, nikasema huyu asije kunitega huyo. Hata aniulizi una shilingi ngapi nini, nikasema hamna, nikarudi. Nikamwambia sasa mbona uniambii kwamba ukumbi unakodisha shilingi ngapi? Akaniambia kwani una shilingi ngapi? Nikaanza kumwambia unajua mimi ni mwanachuo, si wanafunzi toka sasa. Hii ni kazi ya Mungu, usilete mambo ya utoto, mimi mwanachuo, vya kazi gani? Wewe sema una shilingi ngapi? Nikasema sasa hivi sina hela, labda baadaye. Hamna shida, wewe utatoa shilingi ngapi? Nikasema akaniuliza kwani huko ulikuwa unalipa shilingi ngapi ulikokuwa? Nikasema 30,000. Nikasema wewe utalipa hiyo. Kwa mwezi. Ngapi? Juu ya gorofa Dar es Salaam. Hapo na 30 yenyewe sina. Akasema utalipa ukifanyaje? Ukipata. Niambie hapo. Hapo Mungu alikuwa anaongea na moyo, alikuwa anaongea na akili. Unawezaje kuielewa hiyo sentence kwa akili? Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asione shaka wapi? Moyoni. Ukiona shaka kwenye akili yako, no problem. Ni kawaida tu. Ndio ishara ya kwamba aliyeongea ni nani? Ni Mungu. Yaani ukiona akili yako inakataa, ni kwamba kweli uenda umemsikia nani? Ile ukiona akili yako inasema amna bado. Mzee wa siku akiongea. Mzee wa siku akifanyaje? Akiongea. Lazima kila kitu kisimame. Kila kitu lazima kisimame. Yes. Eti chukua fimbo hii, gonga mwamba utatoa maji. Ndio vitu gani? Sio tuanze kuchimba visima. Hamna. Chimba visima vya nini? Gonga mwamba utoe nini? Maji. Sio ukisikia kauli kama hizo, unajua umemsikia nani? Ukiona chimba kisima utatoa maji. Yeah. Hiyo watu si wanachimba visima wanapata maji. Kwani cha ajabu hapo ni nini? Haleluya. Mungu siku zote ataongea na moyo wako. Hataongea na akili yako kwa sababu iko kiwango cha chini mno kumuelewa. Haleluya. Na ndio maana wagonjwa wengi hawaponi. Kwa sababu tunapowaombea naambia umeshapona kwa jina la Yesu. Anajaribu kunielewa kwa kutumia nini? Jioni tena ananipigia, naendelea vizuri lakini bado kichwa. Hawa. Wanajaribu kutuelewa watumishi kwa kutumia nini? Na mimi najua kwamba kichwa bado kinauma, ila nakwambia umepona. Ni mwenyewe akili yangu inaniambia bado. Naambia sikusikilize wewe, nasikiliza.
Nani amefunguliwa hapa? Au bado akili yako inasema kivipi? Haleluya. Yes, yes. Asione shaka moyoni mwake. So utajuaje kwamba mimi nina mashaka moyoni au kichwani? Kiza, imani iliyoko moyoni huwa inaamuru matendo. Inaamuru matendo. Haleluya. Ukiwa umelala unajisikia unaumwa, ukasema kwa jina la Yesu magonjwa toka. Sawa? Ili uweze kujua kwamba unaamini kichwani au moyoni. Kichwa kitasema sikilizia sasa. Yanatoka kweli au? Utaanza kujikagua kwamba joto inapungua. Kichwa hicho. Moyo utasema shuka kitandani kachote maji. Sawa? Imani ya moyoni inaamuru nini? Matendo ya imani. Okay? Ukimwamini Mungu kwamba ewe bikira unakwenda kukua na mimba na utapata mtoto, ghafla unaenda kununua vitu vya kujifungulia. Sawa? Ukiona unaenda kununua vitu na hujui mume, na yeye umemuuliza baada ya mume akasema roho atakuja juu yako. Sio mume atakuja, roho. Afu wewe ukaamini ukaenda, utajuaje kama ni pale ambapo hatua unaanza kuzichukua sasa? Zinaonesha kwamba okay, hii ni imani iliyo moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoanza kwenda yard kuuliza habari ya magari na kuchagua kwamba nitakuja kuchukua hili hapa, wakati umejaa madeni. Sawa? Ujue hapo unaenda kwa imani ya nani? Sio ya kichwa. Ya kichwa ingesema pambana, kopa hela ulipe madeni. Sijasema atulipi madeni. Nimesema sisi ni wakubwa kuliko madeni. Haleluya. Akasema ndipo yatakuwa yake. Yatakuwa? Asiwe na shaka, aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Yamefanya nini? Kuna siku yatakuja kutukia. No. Aamini kwamba hayo ya asemayo yametukia. Sio aamini kwamba hayo yasemayo kwa majaliwa ya Mungu ipo siku. Haya, hiyo siku haipo. Haleluya. Amen. Aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Haleluya. Amen. Sio aamini kwamba hayo asemayo yatakuja kutukia. Hapana, hiyo ni imani ya kichwani. Imani ya kichwani inasema kuna siku Bwana atatubariki. Hapo unamwamini Mungu kwa nini? Kwa kichwa. Anayemwamini Mungu kwa moyo anasema Bwana amekwisha kunibariki. Haleluya. Anayeamini Mungu kwa kichwa anasema tuendelee na maombi wapendwa, Mungu atamponya mama. Anayemwamini Mungu kwa moyo anasema jamani wapendwa, nashukuruni maombi yenu, Mungu mama amepona. Kesho nitakuja naye ibadani. That is. Haleluya. Anayemwamini Mungu kwa kichwa anasema tuendelee nini? Tuendelee kumngoja Bwana. Atafanya kwa wakati wake. Anaamini kwa nini? Anayemwamini Mungu kwa moyo anasema hatimaye Bwana amefanya kwa wakati wake. Amefanya. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kinachoitwa wakati wa Bwana. Wagalatia 4:4 anasema hata ulipotimia utimilifu wa wakati. Ulipotimia utimilifu wa nini? Mungu alimtuma Yesu. Yes. Utajuaje kama wakati umeshatimia? Mungu alimtuma Yes. Si unanielewa? Hautaangalia dalili na mambo yanavyoenda. Siku hizi nimeanza kupigiwa simu na wanaume, wenda wakati wangu wa kuolewa umefika. Charles. Unamwamini Mungu kwa nini? Kwa kichwa. Wanaomwamini Mungu kwa moyo wanasema nitajuaje kama wakati wangu umekaribia? Nitaangalia Yesu ameshakufa msalabani au bado. Kama Yesu ameshakufa msalabani, basi wakati wangu ndio. Amen. Kama bado, ngoja nisubiri.
lakini Isaya aligoma kusubiri hata hiyo. Isaya wakati anatabiri habari za kuja Yesu kufa msalabani akasema na kwa kupigwa kwake tumepona. Naye akajiweka humo humo. Na Yesu mwenyewe bado. Yesu anajua kabisa Yesu akasema hivi kwa taarifa yenu, na kwa kupigwa kwake tumepona. Naye akajiingiza na mimi nimo. Amen. Hawa shangaa wewe Mtanzania leo na unasema kuna siku nitakuja kupona. Yesu mwenyewe ashapigwa. Wazee wengine hata Yesu alikuwa bado na waliingia kwenye line kwa imani. Unaelewa? Amen. Habari rudia hiyo. Yaani hivi ahadi ya Mungu imetimilika kwa kufa na kufuka kwa nani? Kwa Yesu. Ahadi ya Mungu yoyote ile unayoijua imekamilika. Sasa Isaya alikuwa anaongea akijua kwamba Yesu bado hajafanyaje? Lakini akachukua kifo cha Yesu kwa imani akakivuta. Sawa? Akasema imeshakuwa na kwa kupigwa kwake tumepona. Na Yesu bado. Mwenzangu na mimi Yesu tayari, tena unaendelea kusema tutakuja kupona. Lini? Lini tena? Si unaelewa? Amen. Sisi ndio maana Petro ukiangalia, hebu tusome hayo, muda umeniendea. Lakini wakati Petro anaripoti kwa Petro wa kwanza 2:24, sawa? Na Isaya 53 mstari wa 4. Uziangalie hizi ripoti mbili zilivyokaa. Petro wa kwanza, tutaanza na Isaya 53 mstari wa 4. Afu Petro wa kwanza ngapi? 2:24. Uziangalie hizi ripoti zilivyokaa. Kila mtu hapa ana ripoti. Ila Petro ana ripoti yale aliyoripoti Isaya. Twende. Hamna aliyepata? Isaya 53 mstari wa 4. Hakika amechukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Lakini hatulidhania ya kuwa amepigwa. Tulidhania ya kuwa amepigwa. Tulidhania ya kuwa amepigwa. Amepigwa na Mungu. Endelea. Sura 5 anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Naye amejiwe? Na Yesu alikuwa bado. Ila amesema sisi, hajasema na kwa kupigwa kwake mtakuja kupona. Akasema niendelee kusubiri lini? Naingia kwa imani. Sawa? Tulisema kwenye imani hakuna kuchelewa. Kwa hiyo Isaya akasema asio tu kuchelewa, hata kuwahi hakuna. Na mimi naingia. Sasa angalia Petro anavyoiripoti hiyo 2:24. Petro wa kwanza 2:24 anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Ikiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake mli. Isaya anasema tume. Petro anasema kuanzia enzi za Isaya mpaka leo bado tume. Sasa ishakuwa mliponyo. Amen. Amen. Sio kwamba Petro haoni wagonjwa. Biblia inasema kabisa wagonjwa walikuwa wanalazwa ili kivuli cha Petro kifanyaje? Kiwapone. Ila alikataa kwenda kwa imani ya nini? Ya kichwani. Akasema tutaenda kwa neno la Bwana. Amen. Kama Isaya amesema tumepona mpaka leo tulishakuwa past. Tuliponywa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Gasa mtumishi anaongea tu ajiji jinsi tupo ninavyoniuma. Tatizo unanisikiza kwa akili. Mimi naongea kwa moyo. Haleluya. Amen. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Anaongea na wagonjwa hapa. Inahitaji mgonjwa amsikilize kwa Petro kwa moyo, lazima atakwazika ibada hii. Kwa sababu kama alikuja kwa wale ambao jamani tuendelee kumwamini Mungu kwa wakati wake atatuponya, anakuja kwa Petro anasema mliponywa. Sio leo wala sio jana. Enzi hizo kitambo. Haleluya. Kwa Yesu anasema aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Amen. Sio kuna wakati yatakuja kutukia. No.
yametukia yatakuwa yake. So unafanyaje? Unaanza kujiandaa kana kwamba yamekwisha kuwa. Oh my God, niangalie ule mstari ni ngapi ile? Warumi, hiyo ndio itakuwa ya mwisho, namalizia hapo. Warumi ngapi? Warumi 4:19. Warumi 4:19. Warumi 4:19. Neno la Mungu linasema, yeye asiyekuwa dhaifu wa... Okay, 17. Warumi 4:17. So Warumi 4:17 nasema, kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi. Yes. Mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu. Yes. Mwenye kuwahuisha wako, ayatajaye yale yasiyokuwako, kana kwamba ayatajaye yasiyokuwako. Hiyo ndio lugha ya Mungu. Sawa? Huwa anataja yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. So ukitaka muende sambamba na uwe rafiki yake, hiyo ndio lugha yake. Anamtokea Ibrahimu, anambia wewe ni baba wa mataifa mengi. Sio kuna siku nitakufanya kuwa baba. No. Kiona anakuambia kuna siku, huyo sio. Anakutana na tasa. Sawa? Wa miaka 75 anamwambia kwamba wewe ni baba wa mataifa mengi. Anakuja kukutana na tasa huyo akiwa na miaka 100, anamwambia wewe ni baba wa mataifa mengi. Mataifa mengi. Hata nikianza leo sitaishia kama moja. Haleluya. Ayatajaye yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Hiyo ndio lugha ya Mungu. Haleluya. Acha hizo lugha za kwamba kuna siku yatakuwa. Hiyo sio, hujakutana na Mungu bado. Mungu anavyoongea na wewe kana kwamba wewe ni bilionea. Usishangae Mungu akakwambia kwamba sasa kile kituo cha watoto yatima na nataka utakuwa unakilisha wewe, wakati wewe mwenyewe jana umekopa hela ya chakula. Ukiona hivyo uje sasa umekutana na nani? Mungu. Ayatajaye yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Amen. Anamwambia kuanzia leo hautaitwa tena Abraham, utaitwa Ibrahim, baba wa mataifa. Yes. Na huyo Sara hataitwa tena Sarai, ataitwa Sara, mama wa mataifa. Amen. Kivipi? Haleluya. Ni kwa sababu huyu ni Bwana ambaye anataja yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Amen. Wengi wanasema Ibrahimu alikuwa muongo. Ndio imani iko hivyo. Watu watahisi kama unafanyaje? Unawadanganya. Kio naambia siku hizi nimepandishwa cheo na unajua akijapanda. Haleluya. Utaitwa muongo. Kwa sababu tunayataja yasiyo kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Mwingine anasema sasa hiyo si ni kujiinua. Endelea kubaki chini. Endelea kubaki chini, si unakupenda? Acha sisi tulioinuliwa na Mungu, acha tumfuate huko juu. Amen. Haleluya. Bwana amekwisha kunibariki. Amen. Baraka zake ni tele mno kwangu. Naona magari mazuri yamenizunguka, nachagua lipi niondoke nalo asubuhi ya leo. Amen. Yes. Sasa mwingine akija kwangu anasema, "Basi hao ni mtumishi." Wewe vipi? Una matatizo? Ayatajaye yasiyo kuwako kana kwamba umeshalia ishatosha. Kwani kulia kumekusaidia nini? Kutiatia huruma kumekusaidia nini? Si ubadilishe sasa. Amen. Ingekuwa kulialia kumekusaidia, siku yako kumekusaidia sasa. Kama kweli kunasaidia chochote, ushatia huruma inatosha. Amen. Saizi anza kuongea kishujaa. Amen. Waambie kwamba sasa naanza mtindo wa kukopesha. Amen. Ushalialia hii serikali ngumu. Umefaidika nini sasa? Umefaidika nini? Ngumu imeendelea kuwa ngumu. Sasa ni kusema mimi siishi katika uchumi wa Tanzania, naishi katika uchumi wa mbinguni. Serikali yetu haijawahi kufilisika, haina mafisadi. Sisi uchumi unakuwa kila siku. By the way, fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Hallelujah. Yes, na magari ya Mungu ni elfu mara 10,000. Kwa hiyo ninayo mengi tu ya kutosha. Hivi vitu vidogo ndege wanakuja kutubindishia eti nimepanda ndege,
Ndege hizi tunazopanda kwenda Kariakoo na kurudi. Haleluya. Yeah, sasa itakuwa najiinua. Endelea kubaki chini. Si unapopenda? Sisi lugha zetu tunayataja yasiyo kwako kana kwamba yamekwisha kwako. Sisi sio watu wa kulialia. No. Sisi ni mashujaa tunaoteka nchi. Amen. Haleluya. Tunamiliki uchumi wa nchi. Tanzania hii inanitegemea mimi. Dunia hii inanitegemea. Marekani wananitegemea mimi, ni wakopeshi. Akili yako imegoma basi. Ni halali. Usiongee na akili yako hata hivyo. Hata ya kwangu ile inagoma, lakini tutaiburuza tu. Akili ni kama katoto. Katoto kabeba kafika dukani kaanza kungangania. Duka letu unakabeba. Duka lenu wapi? Kaanza kugoma, kaanza kuvuta miguu. Vuta. Sawa? Na akili yako nayo ni mtoto wako. Ukimsubiri akuendeshe, hautaweza kwenda na Mungu. Kwa sababu Mungu anakutokea anakwambia unatoka hapa unaenda Kanaani, kwenye nchi iliyojaa na maziwa na asali. Kuna nchi gani imejaa maziwa na asali? Tumia tu akili ya kawaida. Nchi iliyojaa, wewe nchi imejaa maziwa na asali. Nani amekamua hayo maziwa? Hayo maziwa kakamua nani? Kwani yeye asinywe? Ilihitaji imani jue. Nchi imejaa maziwa wapi? Hapo unafika nchi yenyewe sasa. Ipo tu kawaida tu. Hapo anakuambia hii ndio imejaa maziwa na nini? Tuoni maziwa hata tone moja likidondoka. Haleluya. Kama hauna imani utasema Yeshua turudi. Sio hapa. Sio hapa Yeshua. Sio hapa. Tuliambiwa penyewe pana maziwa na asali. Yeshua anakuambia hapa ndio pana maziwa na asali. Fungua macho ya imani. Amen. Acha macho ya nyama yanakudanganya. Hapa pana maziwa na asali hapa. Haleluya. Amen. Wale sasa sasa. Hebu Luka jisema nimebarikiwa. Nimeinuliwa. Mimi sio wa zamani. Mimi natoa misaada. Mimi siombi misaada. Mimi nadhamini kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu haiwezi kulemewa wakati mimi nipo. Haiwezekani kazi ya Mungu ikapata shida wakati nina mapesa, wakati Bwana amenibariki. Nasema hivi, kazi ya Mungu haitakwama kwa sababu Bwana ameshanipa pesa. Nitatumia pesa zangu kupeleka kazi ya Mungu mbele. Nitatumia pesa zangu kusafirisha watumishi wa Mungu. Nitalea vituo vya yatima. Nitasaidia wasiojiweza. Nitasaidia wazee na wajane, maana Bwana amenibariki. Nitakopesha serikali mbalimbali za hapa duniani kwa sababu Bwana amenibariki. Bwana amenipa afya. Nitaenda hospitali kuona wagonjwa, sio kuhudumiwa mimi. Kuhudumia wagonjwa kwa sababu wa kupigwa kwa Yesu mimi niliponywa. Yapata miaka 2000 sasa nilikwisha kuponywa. Kazi yangu mimi ni kufariji wagonjwa. Mimi siwezi kuwa mgonjwa. Mimi simo miongoni mwa wagonjwa kwa sababu Bwana alitwaa udhaifu wangu, alitwaa magonjwa yangu, alitwaa udhaifu wangu, alitwaa maradhi yote, na kwa kupigwa kwake nimepona. Bwana alitwaa. Neno la Bwana linasema, maana mnaijua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa maskini, mpate kuwa matajiri
kwa umaskini wake. Sema katika jina la Yesu. Bwana Yesu Kristo aliutwaa umaskini wangu, akawa yeye maskini, ingawa alikuwa ni tajiri, ili mimi niwe tajiri kwa ajili ya yeye kuwa maskini. Kwa hiyo tulibadilishana. Yeye alichukua umaskini, mimi nilichukua utajiri. Ndio maana mimi ni tajiri, sio kwa utajiri wa Tanzania hii, kwa utajiri wa Yesu Kristo, ambao fedha na dhahabu ni mali yake, ni mali yake. Ni jambo la kawaida kabisa mimi kuvaa dhahabu, sio jambo la ajabu, kwa sababu utajiri wangu sio wa serikali hii, ni wa serikali ya mbinguni, kwa sababu mimi na Yesu tulibadilishana. Neno linasema ili kwamba mimi nipate kuwa tajiri kwa umaskini wake. Haleluya, amen, haleluya. Hey. Jesus. Nataka niombe na mtu moja moja. Haleluya. Shesuboni kita santa blesho kotia. Yet kosontia blastation class. Yes, Lord. Yes, in the name of Jesus. Ale posha kaze ni emine dio cross. Rasuta kape shekezi empty abroad. Rakra amediti bishoni cross topo sai kent. Kalu mosheme ni keni miseti cross. Nasema ametoka miongoni mwa watu wa kuonewa katika jina la Yesu Kristo. Hayumo miongoni mwa watu wanaostahili kuonewa, wala hata simama mtu yoyote yule akamuonea katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu malaika wa Bwana watatokea na kumkanyaga vipande vipande yeyote yule atakayejitokeza ili kumuonea kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa ajili ya neema yako. Wewe ni Mungu mkuu, katika jina la Yesu. Yes Lord. Yesu plekata na maseti motos. Raku shakada masepike dipiosho kompra saitilie. Arako sakandia plaso kopo shakeli. Arakeli skople shokom laite ke saitili. Arakompashu zo kopre sheke ni miso krom. Katika jina la Yesu Kristo, na kibali chake ninakidai kwa jina la Yesu Kristo. Nasema anarejeshewa leo kibali chake katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu atakayemuona akampotezea kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Kibali chake kimerejeshwa kwa jina la Yesu. Yes. Amen. Sekroboti shaka na manibitisa ni amri chisa alikosobranaki. Lekushati esetike ni mission di cross topo satai. Rasbesho kointa seme ni apla shakano. Rasi kando lobo shakate ni mesekilio. Rabo shakata moseke tiri edition ko. Rabo shakonto bosana breste keshemene plus. In the name of Jesus. Yes Lord. Ninanyonga kila manyoka na kila viumbe vilivyotumwa kinyume naye kwa jina la Yesu Kristo, na ile roho ya utumwa katika jina la Yesu Kristo, ni ile roho ya nyoka inayotumikisha kwa jina la Yesu Kristo, ninaivunja leo kwa jina la Yesu. Rako shako dobosatia arako sopli shaka na mani pio rebo skati ni mission close funguliwa katika jina la Yesu. Sheku zamana pisatika semisi cross. Yes Lord, in the name of Jesus. Rico shana bani biseke tilibisheni cross tobo sata.